Suratu Muhammad subhanahu wa ta'ala anasema, fahal yandhuruna, watu wanaoikataa haki hawana wanachokingoja illa saata, isipokuwa wanangoja wajiliwe na kiyama. Anta atiyahum baghtatan, kiyama kitawajilia kwa ghafla sana, hawatakuwa na maandalizi nacho. Faqad jaa ashratuha, alama za kiyama. Kama uko makini, akili zako nzima, unaweza kutafakar, basi faqad jaa ashratuha, alama za kiyama nyingi zimeshahudhuria, tunaishi nazo. Zilizobaki ni zile alama kubwa za kufika kwenyewe kiyama. Moja iliyokuwa haijafika ni ya yule mnyama atakaye kuwa anatoka mwituni na kuwaneneza watu kwa kuambia wewe ni mtu wa peponi, wewe ni mtu wa motoni. Lakini vile vile alama iliyokuwa bado ni ya Ajuja wa Maajuja, kutoboa ule ukuta aliyoujenga Dhulkarnaini. Lakini hata hivyo wasaidizi wake tunaishi nao, wasaidizi wa Yaajuja wa Maajuja. Maana yake Yaajuja wa Maajuja mufsiduna fil ardhi, kazi yao kufanya fisadi. Tuna watu kazi yao kufanya fisadi. Akipewa wizara anahama kashaiua, akipewa kampuni anaimaliza, akipewa sehemu yoyote yeye anaiba tu. Huyu ni Yaajuja wa Maajuja. Ingekuwa tunaweza kumrejesha Dhulkarnaini, au tungeliweza kumpata Dhulkarnaini hata wa kuchovya, tungelimwambia kuna akina Yaajuja wa Maajuja, tafadhali hawa dili nao. Lakini Dhulkarnaini hayuko maskini. Tumefahamiana? Katika dalili zilizokuwa bado hazijafika katika huu ulimwengu ni kuja kwa Isa ibn Maryam. Isa alayhi salam bado hajaja, lakini kuhusu kiyama mwenyewe subhana anasema faqad jaa ashratuha, alama za kiyama zimekuja. Miongoni mwa alama za kiyama kuondoka uaminifu, na sote tunakubaliana hakuna uaminifu. Miongoni mwa ashratu saa kuondoka haya, sote tunakubaliana dunia imekosa haya leo. Katika alama za kiyama antalidal amatu rabbataha, ni mwanamke kuzaa mtoto, alafu mwanamke aliyemzaa mtoto anamuheshimu huyo mwanawe kuliko yule mtoto anavyomuheshimu mama yake. Antalidal amatu rabbataha. Katika asharatu saa kuwaona watu waliokuwa pekupeku, hawana viatu, walikuwa kazi yao kuchunga mbuzi kwa mabosi, waliokuwa wakitembea na nguo za mashaka. Ikifika wakati ukawaona yatatawaluna fil bunyani, wanashindana katika kujenga majumba. Kama wewe paa yako imekwenda urefu wa mwendo kasi, kuna mwingine anaongeza mwendo kasi na nusu iende juu, ili mradi hata kule mtu asifike anataka kwenda mbinguni. Ashratu saa ni wewe na mimi. Tumejiandaaje na kiyama ambacho Mungu anasema utakapofika wakati wake fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Kikufika uko sokoni kitakukuta hapo, kama uko ofisini kitakukuta hapo, kama unavua kitakukuta hapo, kama uko shambani kitakukuta hapo. Fala yastati'una tawsiyatan, hawataweza wakati huo kuhusiana, wala ila ahlihim yarji'un, wala mtu hawezi kusema bora nikafe na familia yangu. Hufiki.
Tayib, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema subhanahu wa ta'ala, innal ladhina farraqu dinahum, hakika ya wale walioigawa dini yao ya haki. Dini ya haki ni Uislamu. Innal ladhina farraqu dinahum, hakika ya wale walioigawa dini yao, kila mtu akachukua kipande chake na madhehebu yake, madhehebu ambayo hayana misingi yoyote ya kisheria. Farraqu dinahum, wakanu shia, wakawa mapoti kwa mapoti. Ay farraqu dina, wameigawa dini. Fa asbahu shi'an wa ahzaban, na makundi makundi. Qala Ibn Abbas anatuambia aya hii hasa ilikuwa inalengwa alyahudu wan nasara. Farraqu dina Ibrahim alhanif, wao waligawa, wakagawana, kila mtu akachukua kipande katika dini ya Ibrahim. Imekuja katika suratul Hajji, Allah anasema innal ladhina amanu, wale walioamini imani ya kweli ambao ni Waislamu, walladhina hadu, na wale Mayahudi, wasabiina, na kile kikundi katika Manaswara, wanaswara, na Manaswara wenyewe, walmajus, na wale majusi, walladhina ashraku, na wale washirikina wote Shia hao. Inna Allaha, Mwenyezi Mungu mtukufu, yafsilu bainahum yaumal qiyama, Mwenyezi Mungu atakuja kutoa hukumu na kupambanua kati yao siku ya Kiyama, akina nani walikuwa katika dini ya haki. Inna Allaha ala kulli shay'in shahid, Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu anakishuhudia na kukiona. Kwa hivyo Mtume aliwahi kusema katika hadithi sahihi kwamba Mayahudi wamegawika katika mapoti 61, Manaswara wakagawika mapoti 62, na Waislamu wakasema wasataftariku umati wangu na wao utakuja kugawika makundi 63. Katika makundi haya 61, 62, 63 ni kundi moja tu ndilo liko katika haki. Na kundi hilo Bwana Mtume aliulizwa ni kundi gani hilo, akasema ni kundi ambalo mimi nimo na maswahaba wangu wamo katika kundi hilo. Lugha nyepesi ndiyo tunatumia ahlus sunna wal jamaa. Hata mtu akifanya fujo na ukorofi, lakini anatangulia kujitanguliza kwamba yeye ni ahlus sunna wal jamaa, kwa sababu watu wote wanajua hili ndiyo kundi lililo salama. Tumefahamiana? Tayib, katika aya nyingine suratu Ali Imran anasema wala takunu, Waislamu msije mkawa, kalladhina tafarraku, kama wale waliofarikiana, wakhtalafu, wakakhitalifiana, min ba'di ma ja'ahumul bayinatu, baada ya kuwajilia wao ubainifu. Wa ulaika lahum adhabun adhim, watu hao waliogawana dini wamethibitikiwa na adhabu yenye kuhemeza. Hivyo subhanahu wa ta'ala anatusomesha katika aya hii, innal ladhina, hakika ya wale watu ambao kwamba farraqu dinahum,
walioigawa dini yao, wakanu shiaan, wakawa mapoti mapoti, lasta minhum, wewe Muhammadi hauko pamoja na watu hao. Lasta minhum, wewe si miongoni mwao. Lasta minhum fi shay'in, huna mahusiano nao katika chochote. Ai anta ya Muhammad, wewe Muhammad, bari'um minhum, uko mbali na wao, uko mbali na wao. Anasema Mwenyezi Mungu, innama amruhum, hawa walioigawa dini yao, kila mmoja akatosheka na poti lake, akawa anamkufurisha mwenzake. Amruhum ila Allah, mahakama yao yako kwa Allah subhana, atakuja kuwahukumu nani aliyo katika dini ya haki. Amruhum ila Allah, ay jazauhum, malipo yao, wa iqabuhum, na mateso yao, ala Allah, yako mbele za Allah. Wa huwa yeye Allah, yatawalla jazaahum, ndio anayesimamia malipo yao. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuhusia katika moja ya aya zake, anasema wa'tasimu bihablillahi jamia, shikamaneni na dini ya Mwenyezi Mungu hali ya kuwa wote, msibaguane, msikufurishane. Pakukosea na rudini katika kitabu, pakukosea na rudini katika sunna, zitakuelekezeni mwende mahala pamoja. Lakini wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, msije mkafarikiana. Wala tafarraku wadhkuru ni'matallahi alaykum. Mnasaba wa hii aya, Mungu anawazungumza watu wa Madina, Ausi na Khazraji, ndio iliyokuwa mnasaba wa aya. Wala tafarraku wadhkuru ni'matallahi alaykum, zikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu juu lenu. Miongoni mwa neema hizo ni pale walipopelekewa Nabii Muhammad. Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum aadaa, nyinyi mulikuwa hamkuelewana, mulikuwa maadui kwa miaka mingi ya dahari. Ausi na Khazraji ni watoto wa baba mmoja mama mmoja, lakini walikuja wakagawiwa na Mayahudi wa Madina, Bani Quraidha na Bani Nadhir. Ikafika mahala wanauana, wakafika mahala wamekhasimiana, palizungumzwa kesi, palizungumzwa vikao vya kupatanisha. Hawakuja pamoja kwa sababu waliokuwa wanachochea walikuwa na wao wanaishi Madina, Ausi na Khazraji. Kama unavyoona mifano yetu sisi, maelewano yanawekwa, vikao vinawekwa, makubaliano yanawekwa, lakini ndani yetu kuna Ausi na Khazraji. Hatufikii muafaka, hatufikii umoja wa kweli, hatufikii mshikamano wa kweli, tukajiona kama Wazanzibari wa kweli. Kwa sababu gani? Ndani yetu kuna akina Ausi, nani, kuna akina Bani Quraidha na Bani Nadhir. Hawa Bani Quraidha na Bani Nadhir sio lazima wawe watu. Bani Quraidha na Bani Nadhir, zile timu zetu za Yanga na Simba, ndio Bani Quraidha hao na Bani Nadhir. Hata tukiwekwa, mboni sisi tumezaliwa kumoja kusini, kwa nini tutukanane? Kwa nini tupigane mawe? We Simba siye Yanga, umeona Hata tukisema jamani sisi ni watu wa familia moja, hebu tuache usimba na uyanga, tutengeneze kusini kwetu. Lakini inarudi tena Bani Nadhiri na Bani Quraidha
wanaingia kati. Yani hii mifano tunayoishi nayo ndiyo mifano iliyopita kule. Lau ingelikuwa tunaweza kunyanyua midomo kutaja waziwazi, ilikuwa mifano hiyo ni mingi ya akina Bani Quraidha na Bani Nadhir. Sisi Wazanzibari, sisi ni watoto wa baba mmoja mama mmoja, sisi ni ndugu, tunakusanywa na la ilaha illa Allah. Lakini huwezi kuamini watu wa la ilaha illa Allah, namna ya Banu Quraidha na Bani Nadhiri walivyoingia kati. Sisi tunauana, sisi tunadhuriana, sisi hatucheki, sisi hatui pamoja. Kwa sababu gani? Banu Quraidha. Kwa sababu gani? Banu Nadhir. Ndio Mungu anawakumbusheni basi ummati Muhammad, anawakumbusheni nyinyi Wazanzibari, wadhkuru ni'matallah, ishini mukikumbuka neema ya Mungu. Nyinyi ni Waislamu, idh kuntum a'daa, huko kabla mulikuwa maadui nyinyi, fa'alafa baina qulubikum, Mungu akawafanya kitu kimoja, akawarejesheni mukawa kitu kimoja. Alafa baina qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana, kwa ni'matul islami mmekuwa ndugu nyinyi. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, kabla ya muwafaka mulikuwa pembekezoni mashimo la moto wa Jahannam. Kwa maana angelikufa mtu pale anakwenda motoni, kwa sababu hakuna maelewano, na sisi ni ndugu. Tunafahamiana eh? Tayeb. Basi Mwenyezi Mungu ndio anatuambia wa'atasimu, shikamaneni bihablillahi. Hata kama kuna Banu Quraidha, hata kama kuna Banu Nadhiri, lakini sisi tushikamane na dini ya Mwenyezi Mungu kwa ule Uislamu wetu. Haya mambo mengine yasitugawe, tusisusiane kuozeshana. Nani wewe? Mimi natoka Nungwi, sikuozeshi mwanangu. Uniozeshi mwanao? Mimi nina swali hivyo, mimi ni Muislamu hivyo. Maadamu unatoka Nungwi, sikuozeshi mwanangu. Kwa nini? Kule Nungwi wapenzi wengi wa Small Simba. Bas ndio hilo tu, isiwe hivyo.